Waheshimiwa madiwani, napenda kutumia nafasi hii pia kutoa pongezi zangu za dhati kwenu ninyi nyote na wataalamu kwa jinsi tulivyoshirikiana na hatimaye halmashauri kufanikiwa kukusanya mapato kwa 106% na kuvuka malengo tuliyokisia kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2025/26. Nawapongeza sana kwa jitihada mlizoonyesha katika ufuatiliaji na kushauri pale ilipobidi, kwani kupitia ushirikiano wenu ndio umefanya halmashauri iweze kuendelea na shughuli zake bila kusimama, lakini pia imesaidia kuendeleza shughuli za miradi ya maendeleo kwa wananchi. Ninasema hongereni sana na tujipigie makofi kwa mafanikio haya. Maana haya mafanikio si madogo, kuvuka 106%, alafu kwa makofi haya hayaendani. Basi nitumie nafasi hii tena tujipongeze wote kwa pamoja kwa kuvuka lengo. Tujipongeze kwa makofi. Naam, hapo sasa sawa. Waheshimiwa madiwani, tumeanza sasa mwaka mpya wa fedha 2026/27. Halmashauri imepangiwa na kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 9,965,831,720 na senti 28, ikiwa ni mapato ya ndani. Kwa maana hiyo, kila mmoja anafahamu hali ilivyo katika ukusanyaji wa mapato ya ndani, yaani jinsi inavyopaswa kuwekewa msisitizo wa kipekee na kuwa wamoja katika ukusanyaji wa mapato. Ifahamike kuwa shughuli mbalimbali za halmashauri yetu zinapaswa kutekelezwa kupitia mapato ya ndani na si kutegemea tu fedha za ruzuku kutoka serikali kuu. Kila mmoja wetu katika eneo lake ashiriki ipasavyo na tuweke mikakati madhubuti ili tuweze kupata asilimia kubwa za makusanyo. Waheshimiwa madiwani, wito wangu kwenu ni kwamba kila mmoja anapaswa kuwa mwalimu wa kuielimisha jamii, kutambua umuhimu wa kulipa kodi na kuwa mstari wa mbele katika kuchangia maendeleo ya shughuli mbalimbali za kila siku. Jamii yetu ikibadilika na kutambua umuhimu wa kulipa kodi na kuchangia maendeleo kila siku, halmashauri yetu itakuwa mstari wa mbele katika kuboresha huduma mbalimbali za kila siku na maendeleo kwa ujumla. Waheshimiwa madiwani, kwa kipindi cha robo ya 4 ya mwaka wa fedha 2025/26, halmashauri imekuwa ikiendelea utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo, hususan ujenzi wa shule, vyumba vya madarasa pamoja na kufanya ukarabati wa miundo mbinu mbalimbali kwa mujibu wa bajeti tuliyopitisha ya mwaka 2025/26. Nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Njombe Mjini Deodatus Filipo Mwanyika kwa jitihada zilizoonyesha katika kuiletea maendeleo halmashauri yetu ya mji wa Njombe, bila kumwacha Mheshimiwa Sigrada Mligo. Halmashauri yetu imepokea fedha nyingi kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo, hususan kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya afya, shule na ukarabati wa maeneo mbalimbali, ikiwa lengo ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora kwa muda wote na kuhakikisha lengo la Mheshimiwa Rais la kuleta tabasamu kwa wananchi linatimia. Kupitia mkutano huu, niwaombe waheshimiwa madiwani wote kuwa karibu zaidi na miradi inayotekelezwa kwa maeneo yetu, ikiwa ni pamoja na kutoa ufafanuzi kuhusu umuhimu wa miradi sambamba na kuwaeleza wananchi kwa ufasaha jinsi gani serikali ya awamu ya 6 inavyowathamini wananchi wake. Aidha, napenda kusisitiza swala la usafi na utunzaji wa mazingira kama nilivyoongea katika mikutano iliyotangulia. Nitumie nafasi hii ya pekee kutoa wito kwenu waheshimiwa madiwani kwamba kila mmoja anapaswa kuwa mwalimu katika kuelimisha jamii, kutambua umuhimu wa usafi na utunzaji wa mazingira kwa ujumla, pamoja na utekelezaji wa sheria ambazo halmashauri tumejiwekea.
Ni matarajio yangu kwa mwaka wa fedha huu 2026/27 halmashauri yetu itaendelea kufanya vizuri na kuibuka kinara kwenye mashindano ya usafi. Naomba ushirikiano uliopo uendelee na udumu zaidi na zaidi ili kuweza kutimiza lengo letu kwenye usafi wa mazingira. Na niombe kusisitiza, sisi waheshimiwa madiwani katika kata zetu tuwe mfano wa kuhakikisha tunasukuma swala zima la maendeleo katika nyanja ya utunzaji wa mazingira na usafi. Nikiacha kata ambazo zinahudumiwa kwa kutoa taka kwa kutumia magari ya halmashauri, kata ya Ramadhani, Njombe mjini na Mji Mwema. Kata zingine zote zinazobakia ni lazima tuwe mfano katika kuhakikisha ni nini tunakifanya, na tutumie mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba nini tunafanya katika swala zima la usafi na mazingira. Katika kata hizi ambazo hazitumii magari ya halmashauri, niombe mjifunze kata ya Utalingolo kwa jinsi inavyofanya usafi na utunzaji wa mazingira. Waheshimiwa madiwani, hali ya maambukizi ya virusi vya ukimwi ni 7.5%. Hali hii bado ni hatari kwa jamii yetu. Jambo kubwa ambalo linapaswa kutiliwa mkazo na sisi sote ni kuwa mabalozi wa kutoa elimu na kupiga vita vitendo vinavyosababisha kuendelea kuenea kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Jamii inapaswa kubadili tabia ili kuhakikisha kuwa ukimwi unakomeshwa. Si sifa nzuri kwa taifa letu. Niombe kila moja kuwa mstari wa mbele kupinga kuwanyanyapaa wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Aidha, nisisitize asasi za kiraia na sisi sote kuhakikisha kuwa jambo hili linapigwa vita na kusimamiwa kikamilifu ili kuhakikisha kuwa Njombe bila ukimwi inawezekana. Njombe bila ukimwi, Njombe bila ukimwi. Mwisho, waheshimiwa madiwani, nitumie nafasi hii kushukuru viongozi wote wa ngazi ya juu, yaani taifa, mkoa, wilaya, vyama vya siasa, waheshimiwa madiwani, watendaji wote, wenye viti wa vijiji na mitaa, wananchi kwa namna ya pekee jinsi mnavyotoa ushirikiano katika maendeleo ya halmashauri yetu. Ushirikiano na kujituma katika utendaji wa kazi iwe ni nguzo muhimu katika maendeleo ya halmashauri yetu. Pia nitumie nafasi ya pekee kuwashukuru waandishi wa habari kwa jinsi mnavyoweza kuhabarisha habari za maendeleo ndani ya halmashauri yetu.